Na hapa nitaanza kwa kukusogezea habari zilizopewa uzito kwenye magazeti ya leo, nikilianza na gazeti la Mwanahalisi. Hili linasema Dr. Nchimbi gusa unuke. Unapoambia watu wakomae na wapambane wapate katiba mpya, unataka wapambane na nani? Nani anayezuia kwanza kwa mchakato uliomo ndani ya ilani ya CCM? Habari hii inaendelea ukurasa wa pili. Lissu aiweka serikali roho juu, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Siri dili za mafuta za fichuka, mfanyabiashara akwepa kodi ya mabilioni ya shilingi, alisaidiwa na kigogo mmoja mkubwa serikalini. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 8 kwenye gazeti la Mwanahalisi kwa Alhamisi ya leo. Naliangazia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili nasema kwamba CCM yafanya mabadiliko ya baadhi ya vigogo wake. Ni wa Secretariat na kamati kuu yapitisha ratiba ya uchaguzi wa ndani, ya wapongeza Rais Samia Dr. Mwinyi kwa uchapakazi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Tiseza yaja na mbinu mpya kukuza uwekezaji, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Vikwazo vya tendo la ndoa kwa wafungwa vyaanikwa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Polisi wenye nia kufanya mikutano leteni taarifa. Wenye nia ya kufanya mikutano leteni taarifa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 5. Mbunge atoa msaada wa madawati, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Serikali yatakiwa kuongeza elimu ya malaria. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Watu 24 wajeruhiwa Urusi kufuatia mashambulizi ya Ukraine, ni habari inayoendelea ukurasa wa 19. Kisa cha mtoto wa Pemba aliyegundulika na leukemia, ni habari inayoendelea ukurasa wa 11 kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Salimu anasema, dada mambo vipi? Poa kabisa. Anasema anauliza kuhusu Mpanzu vipi? Yuko Simba? Na kama yupo Simba haonekani kwenye mazoezi. Mimi Lidai natokea Mozambique. Asante sana Lidai kwa ujumbe wako. Lidai anamuulizia Mpanzu, jamani, Mpanzu yuko wapi? Anamuulizia Mpanzu yuko wapi, mbona haonekani? Mpanzu kipindi anaingia Simba bwana. Walimpamba na kuambia. Kila mtu ni Mpanzu. Mkiwasifia sana jamani, mnawafanya kwa namna fulani wakose hali ya kujiamini. Okay. Sawa. Nikikujibu nani jina lako, umesema unaitwa Lidai. Lidai ni kwamba Mpanzu hakuwepo kambini, na uongozi wa Simba kupitia msemaji wao Ahmed Ali ulieleza kuwa alikuwa nje ya kambi kutokana na majeraha na alikuwa akiendelea na matibabu. Alikuwa na majeraha na anaendelea na matibabu, ndio maana humuoni. Naligeukia gazeti la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza. Habari kubwa inasema CCM kumeanza kuchangamka. Agrey Mwanri aletwa kumsaidia Dr. Asha Rose Migiro. Isa Gavu na John Mongela out. RC wa Tabora Paul Chacha aitwa kundini kuziba pengo la Gavu. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Senyamule, sekta binafsi ndio nguzo ya safari ya dira 2050, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. JAB yaanza mafunzo rasmi ya waandishi wa habari. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Tume mbili za rais kuhusu Ngorongoro za jadiliwa UNESCO. Kiongozi wa jadi wa Kimasai ataka wanadamu, mifugo na wanyamapori kuwa na uwiano endelevu. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. RC Iringa azungumza na wazee juu ya mustakabali wa jamii, ni habari inayoendelea ukurasa wa 5. Usajili wa Simba Sports Club bado haujafungwa, Ahmed Ali afunguka. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 16 kwenye gazeti la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza. Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari kubwa inasema utajiri wa hati fungani, wataalamu waeleza manufaa yake kiuchumi kwa wananchi, ni habari inayoendelea ukurasa wa 7. CCM yapanga safu yake
Mwanri ndani. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 7. Kujiua si uamuzi wa ghafla. Daktari wanasaikolojia waeleza dalili. TAMWA ya shauri tahadhari utoaji taarifa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Tanzania kuongoza kamati ya urithi wa dunia Afrika ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Bashiru ataka PPP machinjio Vingunguti. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Papa Leo wa 14 aeleza hatari ya akili unde ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Mfanyabiashara mbaroni akidaiwa kuua mumewe. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. JAB yaanza kunoa waandishi weledi uwajibikaji. Polisi yaita vyama vyenye nia ya mikutano. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 7 kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Naliangazia gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Habari kubwa inasema CCM yaimarisha safu ya uongozi Secretariat Taifa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Dr. Mwinyi wataka watendaji SMZ SMT kuimarisha utoaji taarifa ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Wahudumu wa afya wahimizwa kutekeleza majukumu yao. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Tetemeko la ardhi la ikumba Japan ni habari inayoendelea ukurasa wa 6 kwenye gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Naliangazia gazeti la Uhuru ukweli daima. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili la Uhuru inasema Agrey Mwanri naibu katibu mkuu mpya CCM achukua nafasi ya Mongela. Abdi Mahmud avaa viatu vya Dimwa. Chacha amrithi Gavu. Chama cha wapongeza maraisi Samia Mwinyi kwa uongozi wenye matokeo chanya ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Wasomi wapigilia msumari umuhimu wa mawasiliano ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Polisi watajwa chanzo kupungua kwa uhalifu. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Watu 6 kunyongwa kushambulia kanisani ni habari inayoendelea ukurasa wa 5. Boti za uokozi nguzo muhimu ya usalama ziwa Victoria ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Kocha Simba hajakata tamaa kombe la Kagame. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 22. Alioa mwanafunzi kwa mahari milioni 4 adakwa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 5. Uzalendo akatisha maisha ya mwalimu akilinda shule. Mwalimu wa shule ya sekondari Galula mkoani Songwe ni Setasi Dimoso mwenye umri wa miaka 43 anadaiwa kuuawa kwa kupigwa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Uhuru ukweli daima. Haya sasa nikipita na ujumbe wake, huyu anaitwa Abubakar Kisamu anasema nikiwa Zambia. Asante sana kutoka Zambia. Yeye amesema anatufuatilia akiwa pale Zambia. Popote ulipo bwana, na sisi tuko hapo kwa ajili yako. Naligeukia gazeti la Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Habari kubwa inasema CCM ya wang'oa viongozi yateua. Ni maamuzi mazito kikao cha NEC Zanzibar. Agrey Mwanri achukua nafasi ya Mongela. RC Chacha kushika mikoba ya Isa Haji Usi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Polisi nchi iko shwari, tunapokea taarifa za nia ya kufanya mikutano. Amani ndio mtaji, shughuli za kiuchumi kijamii. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Dr. Shayo, nchi za SADC ziwekeze katika maendeleo ya viwanda ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Samia kufunga maonesho ya 88 Agosti 8 yanafunguliwa na Dr. Mwigulu Agosti 1 Dodoma. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. RPC Temeke aigusa familia iliyopoteza watoto 3 ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Dr. Mwinyi, mitandao ya kijamii iwe jukwaa la kuisemea serikali. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Okay, Amade Victorino anasema Simba Sports Club wasajili golikipa. Simba jamani, mmeambiwa msajili goalkeeper jamani. Mashabiki wengi sana wa Simba naona wamekuwa wakizungumzia sana hii issue, Simba wasajili goalkeeper. Haya, mseme mashabiki mwamtaka nani mletewe. Gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Habari kubwa inasema mabadiliko CCM. Mwanri Chacha walamba uteuzi CCM. Mongela, Dr. Dimwa, Gavu na Joshua Mirumbe waondolewa. Waziri wa zamani wa fedha Zanzibar Jamal Kasim naye ang'ara kwa nafasi ya uchumi. Joto la pangua safu ya wakuu wa mikoa wilaya
lazidi kupanda. Walioingia Agrey Mwanri, Paul Chacha pamoja na Jamal Kasim Ali. Waliotoka ni John Mongela, Isa Gavu pamoja na Joshua Mirumbe. Habari inaendelea ukurasa wa 3. CCM yapitisha ratiba uchaguzi 2027 ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Mwalimu wa uawa akitetea eneo la shule. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. JAB yaanza rasmi mafunzo kwa waandishi wa habari nchini ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. RC Heri aja na mkakati dhidi ya utapiamlo Iringa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Tiseza TLS AYL kuboresha huduma sheria kwa wawekezaji ni habari inayoendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Okay. Haya, Fidelix Vinton anasema, anaitwa Fidelix Vinton aka Cuba, anasema na wapata nikiwa Mozambique. Asante sana kutoka pale Mozambique. Nimefurahi kuona ujumbe wako Fidelix. Naliangazia gazeti la Mwanahabari, gazeti bora. Habari kubwa inasema pangua CCM, Mwanri achukua nafasi ya Mongela. Awa naibu katibu mkuu mpya Abdi Mohamed Abdi. Awa naibu katibu mkuu CCM Zanzibar achukua nafasi ya Dr. Mohamed Said Mohamed Dimwa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Polisi yabainisha hali ya usalama nchini shwari, yafungua milango mikutano ya vyama vya siasa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Simanzi ya tawala, mwalimu aliyeuawa na wafugaji akiagwa Songwe, yadaiwa alishambuliwa na watu hao wakati akizuia mifugo kupitishwa ndani ya eneo la shule. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. JAB yaanza rasmi mafunzo kwa waandishi wa habari nchini ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Jela miaka 30 kwa kusafirisha kilo 75.15 za dawa za kulevya aina ya mirungi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora. Naligeukia gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa hapa inasema CCM yafyeka vigogo 4 secretariat ni naibu makatibu wakuu bara na Zanzibar. Wamo makatibu wa fedha organization Agrey Mwanri arejea kivingine, wachambuzi watia neno. Amina Mbonde anasema mabadiliko ya viongozi wa secretariat si lazima yawe tafsiri ya kushindwa kwa waliokuwepo. Mara nyingi ni mkakati wa kuingiza mitazamo mipya, kutumia uzoefu tofauti na kuhakikisha taasisi inabaki kukabiliana na mazingira mapya ya kisiasa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2 na wa 3. Kilio kupungua ujazo gesi kwenye mitungi. Ili nimekutana nalo juzi bwana, kuna mtu alikuwa analalamika kweli yani. Malalamiko ya baadhi ya watumiaji wa gesi ya kupikia kuhusu ujazo wa mitungi yameibua hofu kuhusu uwezekano wa wanunuzi kutopata kiwango kamili cha nishati wanayolipia. 63,000 bei ya juu ya gesi kwenye mtungi wa kilo 15 katika maeneo mengi nchini Tanzania. Habari inaendelea ukurasa wa 6. Kuna sehemu juzi nilienda kupata breakfast. Sasa aliyekuwa anaandaa mmiliki wa pale anasema jamani, gesi na washadi mwisho, lakini hayupo kama zamani, yani sijui gesi ya sasa imekuwaje. Nikasema haya sasa, watu wa gesi jamani, watu wanalalamika huko nje. Chanzo mgogoro manispaa Moshi chamulikwa ni habari inayoendelea ukurasa wa 8. Mwalimu wa uawa akizuia mifugo eneo la shule. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Malipo kwa njia ya kidijitali sasa rasmi. Habari inaendelea ukurasa wa 5 kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania. Yes, na gazeti hili la Mwananchi linanipa fursa ya kupata mapumziko.